Wakati rais wa Marekani Donald Trump akisema kwamba Hamas imekubali kutoa silaha zake, kundi hilo linadai kwamba halipo tayari kutoa silaha zake na halitakabidhi silaha hizo. Miongoni mwa wanachama wake wamesema kwamba mapambano ya silaha yataendelea kwa sababu Israel imekuwa ikiendeleza mashambulizi dhidi yake. Ikumbukwe siku ya jana Israel ilifanya mashambulizi kadhaa katika jiji la Gaza. Kwa mujibu wa shirika la habari la IRIB kutoka nchini Iran, Khaled Kadum, mwakilishi wa Hamas huko nchini Iran, alisema katika mahojiano ya televisheni ya Iran kwamba silaha ni njia halali ya upinzani chini ya sheria za kimataifa, na kuongeza kuwa Wapalestina kama watu wanaoishi chini ya utawala wa Israel wana haki ya kujilinda. Amesema kuwa Israel haijajitolea kufanya mazungumzo, akiongeza kuwa inatumia kila fursa kuvuruga mazungumzo ya kidiplomasia na kutoheshimu ahadi zake za kusitisha mapigano. Jana Israel ilianzisha mashambulizi mapya dhidi ya ukanda wa Gaza, ikishambulia katika maeneo mbalimbali katika jiji la Gaza. Idadi kubwa ya watu wamejeruhiwa na mashambulizi hayo licha ya kwamba kuna taarifa ya kifo. Akizungumzia uwezo wa kijeshi wa Hamas, anasema shukrani kwa Mwenyezi Mungu, vikosi vya Izzuddin al-Qassam na vikundi vingine vya upinzani viko katika hali nzuri sana. Wanasalia kuwa tayari, wenye nguvu, wenye silaha, waaminifu na watendaji. Alisema kuwa kuendelea kwa Israel na mazungumzo na Hamas kunaonyesha kutokuwa na uwezo wa kuondoa harakati hiyo licha operesheni zake za kijeshi. Akizungumzia operesheni ya Al-Aqsa mwaka 2023, amesema ni hatua ya kihistoria mabadiliko. Alisema operesheni hiyo iliunda upya eneo la ulimwengu mzima na kuongeza kuwa ilifichua asili halisi ya Israel kama utawala unaoua watoto mbele ya jumuiya ya kimataifa. Amesema na kuashiria mabadiliko katika maoni ya umma ya kimataifa, akisema zaidi kuwa jumuiya zisizokuwa za Kiislamu na zisizokuwa za Kiarabu zimezidi kuonyesha uungaji mkono kwa Palestina. Ametaja maandamano makubwa nchini London, vuguvugu la maandamano ya wanafunzi nchini Marekani na upinzani katika nchi kadhaa za Ulaya kutembelewa na maafisa wa Israel kuwa ni ishara za kushindwa kwa Israel kidiplomasia na kimaadili. Aidha, amesema kuwa Israel sasa inatazamwa kama adui wa ubinadamu na kama chanzo kikuu cha mvutano katika eneo hilo na kwingineko. Kwa mujibu wa Kadum, kubadilisha simulizi za umma na kuathiri maoni ya kimataifa ni muhimu zaidi kuliko makombora au nguvu za kijeshi, akiongeza kuwa Israel sasa imetengwa zaidi kimataifa kuliko hapo awali. Katika sehemu nyingine ya matamshi yake, mwakilishi huyo wa Hamas ameashiria kusimama kidete wananchi wa Iran na athari zake kwa wapiganaji wa Palestina, akisema wananchi wa Iran wametambua kuwa adui wao wa kweli ni sawa na wa watu wa Palestina, yani utawala wa Israel. Kadum ameongeza kuwa kuendelea kuungwa mkono na umma nchini Iran kwa kadhia ya Palestina na wapiganaji kumezua mshikamano usioweza kuvunjika, na kusema kuwa umegeuza Tehran kuwa Gaza yenye nguvu. Mtazamaji wa The World News, ndio tuliokuwa nayo, ni kile kinachoelezwa na wapiganaji wa Hamas katika ukanda wa Gaza huko nchini Israel kwamba hawapo tayari kwa ajili ya kutoa silaha zao dhidi ya Israel. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Damu Hussein.